Asante ndugu mtangazaji, nashukuru sana kwa kupata fursa hii muhimu sana ya kueleza kadhia au historia au changamoto ambayo tulionayo kwa sasa katika kijiji chetu cha Kigare, kitongoji cha Nyantore, ambao ni sambamba na mradi wa viwanja. Ilikuwa mwaka 2018 serikali ya kijiji ilituletea mpango wa upimaji wa viwanja kwa maana ya kupanua makazi. Makazi hayo ni eneo la kitongoji cha Nyantore. Tulipokubaliana kama wananchi, ndipo wao serikali walipomaliza mchakato wao wa upimaji kupitia viwanja hivyo kupitia upimaji wa halmashauri, kwa sababu tulikataa upimaji wa kienyeji. Tukasema mambo yanabadilika na mji unakuwa, tunahitaji kuwa na miundombinu na sehemu za huduma mbalimbali. Kwa hiyo bila shaka upimaji sahihi ni upimaji wa ardhi ambao upo kisheria. Tulipokubaliana mchakato huo, wao walituletea wakiwa na mambo matatu katika agenda hiyo ya ardhi, kwamba upimaji umekamilika katika viwanja 450. Sisi asilimia yetu kama wananchi au kama asilimia kijiji ni viwanja 45. Kwa hiyo jambo la pili wakasema ni kuchagua kamati, na jambo la tatu ni kupanga bei. Pamoja sisi tulikuwa na mapendekezo katika lile jambo. Moja ya mapendekezo tulionyesha kwamba kwa kuwa upimaji ulianza na wataalamu kuja kutueleza namna tunanufaika, lakini sasa leo ukamilishwaji hawakuwepo wataalamu, wa maana watu wa ardhi. Tukasema tutakuwa na mashaka katika kutueleza nyie, kwa sababu ulipaswa maswali mengine tuwahoji wao. Wao wakaonesha pana, inatosha sisi kama wakilishi wenu. Tukasema sawa, hakuna shida. Ilipofika kuchagua kamati, tukachagua kamati. Tukapata mwenyekiti na katibu. Na jambo la pili katika hilo ikawa ni swala la bei. Wao wakaja na mapendekezo kama halmashauri kwamba bei wanahitaji bei ziwe mbili. Bei ya kwanza kwa mwananchi iwe 500,000. Nje ya mwananchi kwa maana mkazi wa kijiji itakuwa 700,000. Sisi tukasema hapana, kulingana na pato letu, na kwa kuwa mradi huu ni wetu, tunahitaji watu wajenge, lakini kwa njia moja kunufaika, tunapaswa tuendane na kipato chetu, kwa sababu sisi hatuna kazi. Kwa hiyo tukasema sisi tunapendezwa tununue kwa 100,000, tena kwa awamu 2, 50,000 atoe nusu na 50,000 nyingine amalizie. Wao wakasema hapana, kwa pesa hiyo 100,000 haitoshi, kwa sababu wao kama serikali mpango wao ni mkubwa, ikiwemo sisi tuna mambo muhimu, miundombinu muhimu, tukiwemo tuna shule Nyantore bado tumeazima, tuna shule ipo katika madrasa. Kwa hiyo tunahitaji kupitia viwanja, hiyo ni sababu ya kujenga, lakini pia tuna ujenzi wa maabara ya zahanati yetu ya kijiji iko Kigare, kitongoji cha Kigare, pia na yenyewe inahitaji kijengwe, lakini na miundombinu mingine. Kwa hali hiyo kupitia 100,000 tutachelewa kufanya maendeleo. Basi kwa kuwa ni lengo lao ni nzuri na wazo lao ni nzuri na sisi tunataka maendeleo, tukakubaliana na hilo jambo. Kwa hiyo tukakubaliana watu wa ndani kwa maana kijijini shilingi 500,000, watu wa nje shilingi 700,000. Baada ya hapo basi mkutano uko umekwisha, ila tuliwaeleza kamati. Baada ya kuchagua kamati, tukaeleza kamati tunawatumeni kazi kwa mambo mawili yafuatayo: moja, mkakabidhiwe viwanja kwanza viwe vimekamilika; 2, mtapokabidhiwa mtuletee majibu ili tuelekeze. Lakini jambo la tatu, pesa hizo lazima zisipewe mtu mkononi. Pesa hizo zipelekwe kwenye benki na kamati baki na pen slip na kopi yake ipelekwe kwa mtendaji. Kwa maana inapokuja taarifa ya mapato na matumizi, kamati tuliyoipa dhamana ndio ya kwanza iwajibike kutupa taarifa. Basi baada ya hapo sisi tukaacha shughuli zikaendelea. Imetokea mwaka wa kwanza hatukupata ripoti yote. Kilichofuata 2019 sasa 19 hatukupata ripoti. 2020 tukapata taarifa za mitaani kwamba
aliyokuwa mwenyekiti wa kamati hashirikishwi na amefukuzwa, ni kwa sababu tu amehoji yale mambo ambayo yalielekezwa na wananchi. Tukapata tetesi. Sasa baada ya kupata tetesi, na kweli tulimfikia mwenyekiti wa kamati ya uuzaji wa viwanja, akasema ni kweli mimi viwanja sikukabidhiwa vilivyokamilika, lakini pia nilichodai nikabidhiwe vilivyokamilika. Nikaambiwa sio kazi yangu, lakini la tatu nikaambiwa nianze kuuza. Sasa na mimi sio maelekezo ya wananchi. Ndipo nilipokuwa naonesha kwamba kama mnataka hayo, turudi kwa wananchi kwanza, ili mueleze kile ambacho kilichotokea na mnataka kufanya nini, ili wananchi watoe mawazo. Sasa yeye alipokataliwa hayo maoni, ndio akaachwa moja kwa moja, akaondolewa kwa mujibu wa kutumia mabavu na kutokufuata ile haki na ule utaratibu. Basi wao wakaendelea na shughuli. Na huyo mwenyekiti unaweza kumtaja jina? Naam, mwenyekiti huyo ni wa kamati ya uuzaji wa viwanja, anaitwa Mustafa Ibrahim Mustafa, ambao hatima yake aliondolewa. Naam, ndio. Basi baada ya kuondolewa sisi tukaendelea kulalamika, lakini hatukuwa na mafanikio. Tumelalamika, kuna mafanikio. Mwisho wa siku kwa kweli jambo hili limekuwa ni sehemu ya kero. Wakajitokeza baadhi ya wajumbe wa serikali ya kijiji mwaka 2022 wakaonesha kwamba wanaungana na wananchi. Kitendo wanachokifanya mwenyekiti wa kijiji na baadhi ya timu yake inayoendesha swala la viwanja hawakuridhika nalo. Kwa hiyo wao wakaanza swala la kulalamika kwa mkuu wa wilaya, wakapitia processes za kulalamika kwenye chama, lakini mambo hayo hayakuzaa matunda. Lakini na sisi tumekuwa tunapaza sauti kwa muda mrefu, pia matunda yake hakuzaa. Kwa hiyo mwaka huu 2026 mwezi wa 4 tarehe 15 alikuja afisa mtendaji wa kata kufanya mkutano katika kuuliza na kuhoji kutaka wananchi wana kero gani. Ndipo wananchi tulipoanza kueleza kero yetu kubwa pamoja na mengineo mengi makubwa, lakini ni swala la viwanja takriban miaka 7 kutokupata mapato na matumizi, na hatuelewi shughuli ya viwanja imefikia wapi. Kwa hiyo yeye akaonesha kwamba ni kweli jambo hili lijibiwe, lakini muda kwa hautoshi. Akaahidi ndani ya wiki moja atalipatia majibu. Sasa kwa muda mrefu tuliposubiri zaidi ya wiki 2 hakuna majibu, ndipo tulipochukua maamuzi baadhi ya wananchi kuandika malalamiko yetu kumwandikia mkuu wa wilaya na kupeleka, na baada yake mkuu wa wilaya akamteua afisa tarafa kuwa pamoja na mtendaji kuja kutusikiliza. Ndipo tarehe 10 ya mwezi wa 5 tulikwenda ofisi ya mtendaji wa kata na kuanza kulalamika, ikiwemo malalamiko 12, ikiwemo ile la kiwanja, na kiwanja imekwenda zaidi. Unapozungumzia viwanja 45 uzungumzie na viwanja vingine zaidi ya 20 tena. Kwa hiyo zaidi ya viwanja karibia 65 tunavyolalamika. Kwa nini? Kuwepo upimaji unaendelea. Kwanza huo ni upimaji wa kwanza wa viwanja 45, lakini upo upimaji wa pili hatujui ni kiasi gani, lakini upo upimaji wa 3 ambao unaendelea. Baadhi ya familia au mtu ana shamba anataka kugawa viwanja, serikali inaitwa ya kijiji inagawa viwanja, mtu inapata asilimia viwanja 3, viwanja 6, viwanja 5, na familia tunazifahamu, na idadi ya baadhi ya viwanja tunavijua. Kwa hiyo viwanja, kunapozungumzia swala la viwanja, zungumzia viwanja 80 au 100, kwa sababu jambo hili ni endelevu mpaka sasa. Kwa jina naitwa Mustafa Ibrahim Mustafa, mkazi wa kitongoji cha Nyantore, kijiji cha Kigali. Mimi nilichaguliwa na wananchi kupitia mkutano mkuu wa kijiji kuwa miongoni mwa wauzaji wa viwanja. Nikateuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya uuzaji wa viwanja ndani ya kijiji cha Kigali, kitongoji cha Nyantore. Ilikuwa mwaka 2018. Baada ya mkutano kutueleza kwamba viwanja upimaji umekamilika, hauna mashaka, kwa hiyo kama kijiji kimepata viwanja 45. Kwa hiyo sasa
kijiji kinaikabidhi kamati, kitaenda kuionyesha kamati eneo husika viwanja 45 ili huduma ya uzaji baada ya kukabidhiwa huduma ile iendelee. Tukaondoka kama kamati ya uzaji wa viwanja, tufika site kwenda kuangalia viwanja. Hatima yake tukawa tumekabidhiwa viwanja 25 kinyume cha viwanja 45. Nikao 25 ya 45. Nikahoji. Nilivyohoji nikasema kwamba mbele ya mkutano mkuu mliwatamkia wananchi na sisi tukiwemo kwamba viwanja ni 45. Kwa nini mpaka dakika hii hatujakabidhiwa viwanja vyote 45? Na pili, mnahitaji kwamba huduma iendelee ya uuzaji wa viwanja wakati idadi ya viwanja tulivyokubaliana kwenye mkutano mkuu wa kijiji haijakamilika. Kama mwenyekiti nikasimamia lile, nikasema kwamba uuzaji wa viwanja hauwezi kufanyika mpaka idadi ya viwanja vikamilike. Na jambo hili natakiwa nilirejeshe mbele ya mkutano mkuu wa kijiji kueleza wananchi kwamba viwanja vile havijakamilika, ili baadaye isitokee sintofahamu dhidi ya kamati iliyochaguliwa na wananchi. Na jambo la pili kwamba wakadai kwamba zile fedha zitakapokuwa zimeuzwa vile viwanja wao zifanyiwe matumizi kinyume na taratibu ya mkutano mkuu wa kijiji. Mimi nikawa nimelipinga lile. Kaonekana baada ya kulipinga lile, taarifa ziende kwa muhimili wa kijiji ambaye ni mwenyekiti wa kijiji kwamba nimekeuka taratibu walivyopanga wao. Na huyo anaongea ni mwenyekiti wa nani, wa wapi? Huyo ni mwenyekiti wa nani wa kitongoji chetu. Maana kwamba taratibu zile zirudi wapi? Mwenyekiti wa kijiji. Maana hichi ni kitongoji cha Nyantore ambao kiko nyanda za juu. Na hapo naam, aliyekuwa anawakabidhi hiyo viwanja alikuwa ni nani? Mwenyekiti wa kitongoji. Ndio anawakabidhi kamati. Ndio alikuwa anaikabidhi kamati. Na ambayo ndio yeye naye alitoa 25 badala 40. Ahmadi Musa. Nonela. Tuendelee. Baada ya hapo nikasema mimi binafsi siwezi kukubaliana na taratibu hizo. Taarifa zilirudi kwa mwenyekiti wa kijiji mbele ya mkutano Kaziba, ulifanyika Kaziba vibandani. Akasema kwa kuwa umeshindwa kutii amri hii, basi tunakuondoa. Mbele ya wananchi wakawa wameniondoa. Akasema hakuna tatizo, lakini mimi nitazidi kufuatilia jambo hili. Mwisho wa siku waliobakia wakaendelea na huduma ya uuzaji wa viwanja. Hilo ndilo nalolifahamu mimi binafsi kama mwenyekiti wa zamani wa kamati ya uuzaji wa viwanja Nyantore. Na baada ya kutoka ulihisi katika kipindi hicho nani umehisi alikabidhiwa nafasi yako? Aliyokabidhiwa nafasi, aliyokaimu nafasi alikuwa ni katibu wangu ambaye alikuwa anaitwa Saidi Majaliwa. Kwa majina naitwa Saidi Majaliwa. Ni mkazi wa kitongoji cha Nyantore, kijiji cha Kigali, kata Ziwani. Kiufupi mimi ndio katibu wa kamati ya uuzaji wa viwanja vya kijiji, yani vya serikali ya kijiji Kigali. Mnamo 2019 serikali imaliza mchakato wa kupata viwanja vya kijiji, na mwisho wa siku wakaona wachague kamati nje ya serikali. Ndio tukatafutwa watu 8 wanaounda ile kamati, na ilichaguliwa mbele ya mkutano mkuu wa kijiji hiyo kamati. Na baada ya hapo mimi nilichaguliwa kuwa katibu, nikakubali ile mamlaka kwa sababu uongozi
unamtangaza mtu, kwa sababu sijaanzia hapo. Nilianza kuwa katibu wa chama fulani, nikaja nikawa katibu wa chama tawi, katibu wa chama tena, nikawa katibu wa chama wapi, kata. Kwa hiyo kata nzima ya vijana ikawa chini yangu na nikawa nafanya vizuri tu. Bahati nzuri huwa sipendaki kukaa muda mrefu, kwa sababu kuna wengine wanahitaji wapate uzoefu. Kwa hiyo nilitoka pale nikaachia wengine, nikaendelea tu kugawa madini, kwa sababu kichwani mara nyingi ukiwa smart lazima utajitambua. Kwa baada ya ukabidhiwa ule ukatibu, mimi niliupokea kwa mikono miwili, kwa sababu najua ni majukumu ya kuwatumikia wananchi na mimi mwenyewe nikiwemo kama mwanajamii. Lakini utaratibu tuliopewa ni wa kuuza viwanja, fedha tumkabidhi mtendaji wa kijiji. Huo utaratibu tuliupewa kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Lakini lile wananchi ndio waliamua. Afisa fulani ndio aliamua. Pale hilo litamkwa, lakini kajua hili kitaalamu tutaongea na tufikie mwafaka nje hata ule mkutano, sababu hilo niliona limekaa kinyume kidogo. Kiutaratibu, kwa sababu unaweza kusababisha upotevu wa nini? Wa fedha. Unaona? Muuze pesa. Tumkabidhi mtendaji wa kijiji asipeleke kwenye kaunti ya kijiji. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku kamati tulienda kuripoti, lakini cha kushangaza tuliripoti kwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye anahusika ndo na ramani ya vile viwanja. Tulianza kufanya biashara. Kabla hapo kabla tujafanya biashara tulionyeshwa viwanja 18. Viwanja kati ya viwanja viliotangazwa kwenye mkutano mkuu na kila mwananchi na vitambua viwanja 45. 18. Tulipoulizwa kwa nini ni 18, wakasema kuna baadhi ya viwanja havijafanywa mgawanyo, yani mwenye eneo lililopimwa kuchukua vyake na serikali kutambua vya kwake. Nikaambia sawa, itachukua muda gani? Akasema kadi tunavyowapata wenye maeneo ndivyo tulivyokuwa tunazidi kuviongeza viwanja paka vienee kwa hiyo idadi tuliozungumza kwenye mkutano mkuu. Nikasema sawa, haina shida. Kwa ina maana wao waliwaambia 45 kwa maana ya hewa. Yaani kwa maana utaratibu sio kwa maana ya hewa. Yaani vile viwanja vilikuwepo, vipo, ni hakika kabisa vilikuwepo. Ni hakika kabisa vilikuwepo, kwa sababu wale ambao wanaomiliki mashamba wengine hawako hapa, wako mbali. Kwa wao walitumia tathmini ya jumla au vilipimwa na waligundua, kwa sababu kulikuwa na makubaliano labda ekari moja vikipatikana labda viwanja 8 au 10, serikali kuna idadi ambao wao wanachukua. Kwa hiyo ikajulikana wamepima idadi ya maeneo gani ya kiasi gani, na mwisho wa siku viwanja tunavyopata sisi ni vingapi, wakajua kabisa serikali. Mimi nachotaka hapa umueleweshe mwananchi ni 18 kwa 45. Hii 45, yani nataka kujua serikali yenyewe mimi mlivyoeleweshwa ile 45, yani ni ile ambao nimeshapimwa kisha au ameshatenga eneo. Jamani hapa kuna viwanja 45 sasa pimeni, au ni 45 hivyo tumeshapimwa, sasa kazi yenu ni kuuza. Yani 45 vimeshapimwa. Sasa kwa nini sasa pewa 18? 18 tunapewa kwa hivi, lile plot lilokuwa pale wamiliki ni wananchi, yani tuseme ni watu binafsi. Lakini serikali ndio itengeza mpango na ikawashirikisha. Kwa maana serikali sasa ikapewa majukumu ya kupima lile eneo na wale wenye maeneo wakakubaliana na muktasari mpaka sasa hivi ipo. Wakasema wananchi tutatoa sisi viwanja kadhaa, sijui kwa viwanja 3, na mdhamini wa kudhamini zile gharama za upimaji atachukua 2, serikali itakuwa inachukua 1 kwa kila kiwanja. Sawa? Kwa kila ndani ya viwanja 10. Endelea. Kwa kila viwanja 10 vinatoka 3. Baada ya hapo viwanja sasa vikawa vinapatikana kwa mfumo huo, yani taratibu kadi anavyokuja mwenye eneo vinatoka viwanja kadhaa. Viwanja mpaka sasa hivi mchauza vingapi? Kati ya 18 mlivyo kwenye sikiliza, mimi viwanja ninavyovitambua mimi kama kamati nikiwa kama katibu,
ni kwamba viwanja ambavyo nilivyohusika kuuza awali ni viwanja 6 tu. Viwanja 6 ndani ya viwanja 45. Na hiyo pesa mlipeleka wapi? Hiyo pesa nilikuwa nikimpigia mtendaji, kwa maana akaunti ya kijiji ina password zake, nani zile za kuingizia fedha na namba zake. Kwa hiyo nilikuwa nikimpigia, anambia nakuja mwenyewe. Anakuja na mwisho wa siku namkabidhi pesa kwa maandishi. Na maandishi haya hapa. Yaani viwanja wote nilivyouza na maana tulikuwa tunakabidhiana kwa maandishi. Kuonyesha kwamba mimi nisije nikatumiwa kuwa mwizi baadaye na mwisho wa siku nikaacha familia nikaenda kutumikia fedha nilizoiba au kula. Ambao mpaka sasa mmekabidhi pesa yenye thamani ya kiasi gani? Kwa haraka haraka ni kama, kwa sababu ile kamati ilikuwa inachukua kafungo kidogo kakwenda kuemea baada ya kuwa tumeshafanya biashara kama utaratibu uliopangwa pale. Kwa hivyo viwanja tulimkabidhi kwenye milioni 1,800,000 na ushe. 8 na ushe kama nikatuleni mpaka nipigie hesabu hizi hapa jinsi zilivyo, kwa sababu hela zinajionyesha kwenye document hapa. Hizo document ziko roughly au umezinani ili kuhesabu pamoja tujue? Hizi document na maana zimejiainisha, kwa sababu kuna fedha zingine zilikuwa zinakabidhiwa kwa mwalimu mkuu. Kwa maana kuna darasa liko pale lilikuwa likijengwa. Kuna mkwamo ulitokea pale kwa tunaenda kukabidhi. Hiyo darasa tusizungumzie. Haya. Turudi kwenye point. Kwa maana hapa mpaka sasa ameshauza viwanja 6. Yaani mimi kwenye utawala wangu ni viwanja 6, kwa sababu tulikwazana na serikali baada ya kuonekana kwamba viongozi, mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji wanahitaji na baadhi ya wajumbe ni wakabidhi wao hela mkononi. Hapo ndipo kuja utata. Nikasema mimi siwezi kumkabidhi hela mtu mkononi, na hasa nyinyi, kwa sababu sio mpango tuliopewa kwenye mkutano mkuu. Atisi bora mtendaji, na mtendaji siwezi kumkabidhi hivi hivi. Lakini kisheria ilikuwa inatakiwa mimi nikabidhiwe akaunti ya benki, namba za akaunti ya benki. Ina maana kamati iwe inatupa pesa kwenye akaunti ya kijiji, sisi tu tunakuja na risiti. Unaona, ndio utaratibu ambao unatakiwa kutumika, kwa sababu dunia imeenda mbele. Na hapo katika kukabidhiana hiyo, je, mlikuwa mnasaini wote wawili au anasaini wao peke yake? Alikuwa anasaini naye. Kama amepokea yote. Alikuwa anasaini na Mori anagonga. Mwenyekiti, afisa mtendaji. Naam. Na swala la afisa mtendaji mpaka sasa yupo? Baada ya kuonekana kuna mgogoro kwenye kamati, mimi nilimtafuta. Nikamuita bana, kuna 1 2 3 kinachoendelea. Jina anaitwa Malilo. Malilo nani? Malilo jina moja. Malilo namjua kwa jina hilo moja, hilo lingine nimelisahau. Afisa mtendaji alikuwa ni afisa mtendaji wa kijiji cha Kigali. Muda huo 2019 alikuwa bado yupo. 2019 naam. Alikuwa bado yupo. Kwa mwisho wa siku nilimpigia bana, kamati imepata mgagaziko kidogo, njoo tuzungumze, kwa sababu kuna watu tayari inaonekana wanataka kwamba tukiuza viwanja tuwakabidhi fedha wao. Na mimi naona sio taratibu, na hata hivyo kukabidhi wewe fedha kama afisa mtendaji na akaunti ya benki ipo, sijisikia amani kabisa. Kwa hivyo mpigia akaidi anakuja, hakuja. Ndio nikagundua hapa kuna mchezo ambao unachezeka, nitaingia kwenye dimbwi, nafanyaje? Nikamfuata mwenyekiti wa kijiji, njoo niwekee mkutano, mimi nijiuzuru pale pale niondoke zangu. Mimi haya mambo siyawezi, nifanye shughuli zangu tu. Kwenye mivutano mimi sitaki. Kwa mwisho wa siku ikashangazwa kwamba mwenyekiti wa kijiji haji kuongea na mimi baada ya kumfuata na kuja kuongea na kamati. Ulituma maombi ya aite kikao ujiuzuru. Yes, mkutano tu, kwa sababu niona tayari vitu vinakwama vileweki, nikaona hapa nitaharibu CV yangu, nitakuwa nyoshoa vidole. Kwa mwisho wa siku nilikataa kabisa. Nikamwambia mimi bana, hapana. Njoke mkutano mimi nijiuzuru niondoke. Yaani watu wajue tu nimetoka. Afu mtaendelea na mambo yenu. Kwa mwisho wa siku ikaonekana mwenyekiti, kwa sababu kuna ambaye alikuwa anafahamu kwenye ule mradi, ndio maana ilionekana labda hakuja.
Kwa mwisho wa siku walichaguana ndani ile kamati, na maana ilipasuka mara mbili. Kuna ambao walionifuata mimi, kuna ambao waliobakia wakapangwa vizuri, akachagua katibu mwingine ambao asiotambulika. Kwa akaendelea kufanya biashara. Na mwisho wa siku ushahidi upo, ambayo kuna hati ambayo inaandikwa, kuna risiti ambayo iliandikwa ambayo katibu sio mimi, katibu ni mtu mwingine, na pia wananchi wanatambua mimi ndio katibu. Kwa hapo kuna sintofahamu. Katibu mwingine aliyechaguliwa unamjua? Namjua. Anaitwa Bakwata. Anaitwa Bakwata. Maslahi na wao. Hicho kitu nikaa nimekiepuka. Kwa niendelea kukaa mpaka leo, na wananchi wakalalamika. Na hili jambo alikuanzia hapa. Walianza kulalamika wajumbe wa serikali ya kijiji baada ya kusikia kwamba kamati inalalamika. Wajumbe wa serikali kijiji walilalamika, walienda kwa mtendaji wa kata akapewa, akanikaitishwa tena mimi kama katibu. Nikaenda katoa maelezo yote. Nikamwambia na ushahidi ninao. Kwa sitaki kuwa mnafiki na sitaki kuwa muongo, kwa sababu maisha ni mafupi sana. Akasema sawa, wewe nenda. Nilivyoondoka nikaitwa tena kwa katibu tarafa ya Mwandiga. Nikaenda. Penyewe nienda na kamati yote. Sasa kilichotokea, wale wote ambao waliofuata serikali wakaambiwa mzigo wote mwangusheni Saidi, kwamba ndo aonyeshe viwanja viko wapi. Sasa tulipofika kule, mimi nikamwambia bwana, mimi ndo Saidi, mimi ndo katibu halali wa kamati hapa. Kwenye mkutano mkuu. Kwenye mkutano mkuu. Mkutano wa kijiji. Yes, kwa hiyo mimi hapa wako chini yangu, ni wajumbe wangu hao. Kwa kifupi, nishagundua mazingira ambayo tunataka kutengenezwa juu yangu mimi. Wataongea baadaye, lakini mimi kiongozi wao nataka niwasilishe mada ambayo tuhoji sisi. Amna wakabishabisha pale, nikamwambia sikilizeni, najua mnachokuja kuongea hapa, nishasoma sura zenu. Mimi nataka nimwambie mheshimiwa, kwa sababu mimi sasa ndio katibu wenu. Kwa hiyo tulieni. Akasema sawa. Akasema kiongozi yule akasema kwa ni mdada hivi, yuko smart kichwani kweli. Akasema Saidi, wewe vipi? Unaweza katuelezea viwanja, hali ya viwanja, kwa sababu kuna malalamiko na walengeni nyinyi kama kamati juu ya viwanja kupotea vya serikali ya kijiji na maendeleo kukwama. Nikamuelezea kila kitu. Mwambie mheshimiwa yuko hivi, mimi ni mwazi sana. Nimetitoa kwa mtendaji wa kata, nafikiri ndio sababu ya wewe tena kunita huko. Nikamweleza kuna 1 2 3 mkwamo utokea hivi kama nilivyoeleza mwanzo. Kwa hiyo waite wale pale, kwanza ilikuwa sio vizuri mimi kuongea chochote kile wao kiwa hawapo. Na nilikuwa nataka niongee mtendaji wa kijiji akiwepo, mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wake wale wote ambao, kwa sababu mimi sio mnafiki. Mimi nataka nieleze, yani kama itaonekana mimi nilikula, kamati yangu ilikula, yani sisi wote tuseme ndani mpaka tuonyeshe viwanja viko wapi. Lakini nimekuja kuzungumza ile hali halisi. Na dokumenti za pale nilipoishia kuuza viwanja ninazo. Na thamani hizo kabisa ninazo. Kwa niliviona vina mgogoro, mimi nimewaita viongozi niondoke zangu. Haya mambo mimi siwezi. Mimi najua bado ni kijana, nikimbie nitapata hela za kula. Kwa mwisho wa siku ikaonekana mimi, yule mheshimiwa akasema Saidi kweli. Akama nielewa kabisa, akasema yani ulichoongea umeongea pointi ya msingi sana. Umeongea pointi ya msingi kwa sababu ni kweli mwenyekiti wa kijiji atakiwa awe hapa. Sasa kulingana na maelezo ambayo nimeeleza kina, ambayo sijaeleza hata hapa kwa sababu ya muda. Unaona? Nifunguke. Kwa hiyo yule katibu tarafa akasema ilikuwaje? Nikamwambia bana, mimi nilichaguliwa kwenye mkutano mkuu. Nilipokuchaguliwa kwenye mkutano mkuu na wenzangu hawa, mwisho wa siku ilionekana katibu niwe mimi. Baada ya kupitishwa kuwa mjumbe wa hiyo kamati, ikaonekana katibu niwe mimi Saidi. Mimi kwa sababu nishazoea kutumika nikakubali. Nilivyokubali nikajua mambo yataenda kama jinsi yalivyopangwa. Lakini kuna watu walitaka niwakabidhi pesa mkononi. Sasa nikawa nimeuliza vipi nikiwakabidhi pesa mkononi wakati labda nitakapodaiwa sasa, kwa sababu wananchi wanajua kabisa mimi ndio katibu wa hivyo wa kamati na ndio tunahusika kuuza hivyo viwanja. Wakiniuliza pesa nilipeleka wapi? Nikisema nimegenezeta kwako, utakubali? Kwani nitakumwambia hapana, hiyo hali hapana, sitaki itokee. Utanikataa wewe. Na mwisho wa siku utakuwa umeniingiza kwenye janga. Kwa hiyo siwezi kumkabidhi hela mtu mkononi. Ila kwa sababu sijapata namba za account ya kijiji, na nyinyi mlitueleza hapa tumkabidhi hela mtendaji, na mtendaji hataki kutoa namba, ni bora tukabidhiane. Kwa nini? Kwa maandishi, agonge muhuri, asaini na mimi nifanye nini? Saini. Baada ya hapo mimi nibaki na ule ushahidi ambao utakuwa unafanya nini? Unanilinda. Lakini baada ya hapo ilionekana wazi tena
zile fedha haitakiwi zitumike kijiji kingine, sehemu kitongoji kingine. Inatakiwa zitumike Nyantole tu. Kigyale kule chini hela zisiende, kwa sababu wanazungumza kwamba za kule viongozi wa hapa Nyantole sasa. Kwa sababu zile za kule Nyantole, za kule Kigyale hazipandi huku kutumika huku kama biomiu za mapato ya msitu sijui ya kijiji. Unaona? Ambao wanaitwa sijui vola mwa. Hazipandi huku hatuzioni. Sisi tunajikamua wenyewe. Kwa nini hela zetu za mradi wa viwanja zinapatikana huku juu zende zikatumike kule? Hizo fedha nataka zitumike hapa. Nikamwambia mlikuwa mkaa kwenye vikao vya serikali ya kijiji. Kwa maana mkubaliane kwanza. Kwa sababu hichi ni kijiji kimoja. Fedha zinapoingia au zinapopatikana lazima mkachakate kwenye vikao. Mzipangie matumizi. Sasa kama mtasipangia matumizi, kama zatumika Nyantole tu ni huko mtajuana nyinyi. Mimi hainihusu. Mimi ni upande tu wa kuuza nipate fedha ni wakabidhi. Na sio kupanga sijui eti zitatumika sehemu moja tu, na pindi kijiji ni kikubwa hiki. Kina vitongoji vingi na matatizo yapo sehemu nyingi. Sasa mimi nipeke hela kwa mfumo, ngasema hapana. Uko ugomvi ukaanzia hapo. Lakini hapo ikaonekana kamati nilionayo imegawanyika mara mbili. Kuna watu wanaotaka fedha ndio wakabidhi viongozi wa kijiji tofauti na mtendaji. Tukatofautiana. Kwa hiyo wakatengeneza kama kampeni wakaigawa mara mbili. Mwisho wa siku nikawa sihusishwi, nikamwita mtendaji wa kijiji, hakuweza kutokea. Mpaka sasa mtendaji wa kijiji yupo hayupo? Yule pale bwana Malilo ambao tulikuwa tunakabidhiana fedha, yule pale ilionekana baada ya kufuatilia alihamishwa Mtanga. Alihamishwa kijiji cha Mtanga. Yaani ukitoka Kigyale ni mwambao maji. Alihamishwa Mtanga. Mtanga. Na mjambiwa sababu ya kuhamisha? Sijajua sababu ya kuhamisha ni nini, kwa sababu aliondoka ghafla, hata mimi kwa sijui. Na nilijua siku ile nimeenda kwa mtendaji. Akasema huyu atakuwa shahamishwa, ambia mwiteni, si yupo hapo karibu. Unaona? Sasa yuko Mtanga. Hapana, alishahamishwa. Kwa sasa yuko? Kwa sasa alishastaafu. Kwa maelezo ninayo, kwa sasa alishastaafu. Anaishi wapi? Anaishi kwa maelezo ndio hapa Kazegunga. Hata ukitafuta namba zake kwa huko Kazegunga, maeneo ya Kazegunga. Jirani tupa. Kazegunga mle katikati mle soko kwa mle chini mle. Kazegunga. Lingine lipo, kwa maana hii mambo ina muda mrefu. Ukipiga hesabu ya miaka toka 2019 sawa mpaka leo, na maana kuna watu walijitoa kulifuatilia hili swala wala alifikia mwisho na wananchi kupata haki zao kabisa. Na sijui linatengenezwa mkwamo kwa nini? Na ni haki kabisa wananchi wadai, kwa sababu tumekwama kwenye mambo mengi na sio viwanja tu. Yaani ipo miradi mingi inahudhiwa, kwa sababu kwanza watu wameisha kaa na maana wamejistake wameenea. Kwa si watu wa kawaida tukizungumza, wala hata kama tuna mawazo mazuri tukitoa yapokelewi. Labda nini wito wako sasa? Wito wangu hasa kwa jamii hii ya Nyantole na vijiji vingine, hiyo la kwanza. Lakini la pili, wenye mamlaka, yani wajuu wenu. Wajuu wetu kwanza waache uzembe wa kuto kufuatilia, kwa sababu unaona wananchi ndio wanaumia zaidi na kupoteza imani na serikali. Mara nyingi huwa ni hivyo. Sababu huyo China anapoharibu, ambao tunashikiana na watu huku chini, sawa, anapoharibu alafu tunategemea kwamba watu watachukuliwa hatua au kuna utaratibu utafuata, alafu unaonekana watu wanafikisha malalamiko na wafuatilii. Hiyo inavunja nguvu wananchi, na mwisho wa siku wananchi wanatokea kuto kuikubali serikali wala kuiamini. Yaani kifupi, hata mimi hapo unavyoniona, pamoja na uaminifu wangu au hawezi kujikuta kwamba naweza kuzungumzia chochote kuhusu serikali. Yaani mimi ni siku tu ziende, kwa sababu kuna mwisho hapa ni kufa tu. Basi. Unaona, kwa hiyo siwezi kuzungumzia chochote. Kwa hiyo wao wanafuatilia matatizo ya watu, wanapokuja kulalamika wajue waje kwanza kuna ukweli au kuna uongo huko ndani, ili mwisho wa siku mambo yaende sawa. Mimi sizungumze haya kwa kumkaba mtu kwamba tena mzingizia mtu nini, hapana. Kwa sababu wao wote ambao wanazungumza, mwenyekiti wa kijiji ni jamaa yangu, nimehusika kumpitisha mimi nikiwa katibu wa mwenyekiti wa tawi, nikiwa bado kijana mdogo sana.
Nimeweza kumpitisha wenye vitu wote, wanajua, wananitambua huyu Said ni nani, wanatambua. Mwenyekiti wa kijiji tena vile vile, nilipokuwa katibu kata vijana, nimefanya vizuri mpaka wakapendezwa sana. Hata diwani anatambua hicho kitu. Wito kwa jamii yako? Wito kwa jamii yangu, tusikate tamaa. Nafikiri kwa ujio wa media hivi inawezekana taarifa zikafika, viongozi wakaweza kufanya nini, kufuatilia masuala, na mwisho wa siku tukajenga imani tena na serikali. Swala la ufuatiliaji vipi kwa wananchi? Swala la ufuatiliaji kwanza, na kama kuna watu wanafuatilia, ndio usifikishe hizo taarifa. Pigwa tu hapo Swala la kuacha kwanza ni kosa. Ni kosa kwa sababu kuna kitu kinachoitwa maendeleo. Maendeleo yanaanzia chini. Serikali mfano kama halmashauri ya wilaya haiwezi kufanya kila kitu kulingana labda na mapato unayopata. Ila isipokuwa kile kinachopatikana katika maeneo husika, hata kwa kidogo kikitumika kinakuwa kimetusogeza mahali. Tunazungumzia shule. Shule ina madarasa 4 mpaka sasa. Toka 2010 miaka mingapi? Miaka 19. Miaka 16. Ina madarasa 4. Yaani kwa wingi tuliona hata tungekuwa tunajenga kwa mwaka darasa moja, tungekuwa tushafika mahali tumemaliza. Kwa miaka yote kwa darasa moja tungekuwa tunajenga. Na wananchi wapo kwa na mwitikio, ila wamevunjwa nguvu kwa sababu ya viongozi wanaotuongoza, uaminifu wamepoteza. Jina naitwa Ahmadi Musa Nonela, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Nyatore. Na nilipokea swali linalohusiana na viwanja. Swali lenyewe ni kutaka kufahamu kwamba viwanja vya kijiji walivyopata ni 40 au ni 25 au ni 18. Ukweli wa jambo hilo, mradi wote mzima ulikuwa unaonyesha ni viwanja 45. Iwapo kama mradi ungekamilika. Ndivyo. Lakini bahati mbaya mradi ule haukamilika. Kwa hiyo kwa upungufu wa kutokamilika mradi, kijiji kilipata viwanja 25. Ambavyo hivyo ndio vilivyopimwa. Hivyo viwanja ndivyo vilipatikana katika mradi wa awamu ya kwanza. Okay. Kwa sababu mradi bado unaendelea kukamilishwa. Na hiyo awamu ya pili inaweza ikaanza lini? Awamu ya pili muda si mrefu, kwa sababu kijiji kina mawasiliano na wapimaji. Okay. Unaweza ukakamilika huo mradi mara pili, ambayo ikaja sasa kujitimiza ile idadi ya kufika 45. Okay. Na mpaka sasa kwenye huo mradi, kwa taarifa ulizonazo wewe, ni viwanja vingapi vimeshauzwa? Na kwa taarifa, sababu taarifa kamati ikiuza inapeleka ofisi ya mtendaji. Inapeleka ofisi ya mtendaji. Kwa nini inapeleka huko? Kwa sababu ofisi ya mtendaji ndio inasimamia ile miradi yote ambayo iko chini ya kijiji. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu? Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Na nafasi ya mwenyekiti wa kijiji, yeye nafasi yake ni nini? Ndio tunapozungumzia mtendaji, wakati huu tunakuwa tumemzungumzia mwenyekiti wa kijiji kwa sababu wapo kwenye ofisi moja. Na mtendaji anatumika kama katibu wa mwenyekiti. Mtendaji? Mtendaji ni katibu wa mwenyekiti. Na kama ni katibu wa mwenyekiti, basi utakuwa na nafasi hiyo kutueleza viwanja vingapi vimeuzwa, kwa sababu si katibu na huyu ni mwenyekiti. Sawa, nafasi hiyo ambayo anaweza kufafanua ni mwenyekiti wa kijiji, sababu mimi ni mwenyekiti wa kitongoji. Okay. Mwenyekiti wa kijiji ndio anatakiwa aweze kujibu hiyo hoja, kwa sababu kumbuka kamati hii iko chini ya kijiji, iko chini ya kitongoji. Okay. Kwa hiyo inapokuwa imefanya hayo mauzo ya viwanja, inapeleka kuwasilisha kwenye nini? Kwenye ofisi ya kijiji. Na wewe kama mwenyekiti wa kitongoji ambao ndio mradi huo upo kwenye eneo lako, unashirikishwa katika nini? Na kushirikishwa katika mradi huo huwa napewa taarifa na kamati kwamba nataka kuuza viwanja. Wakati mwingine nilishiriki na nikaona katika kamati inauza. Okay. Kwa hiyo mpaka sasa umeshiriki kwenye uuzaji viwanja vingapi? Nakumbuka viwanja vya mwanzoni ambavyo ni viwanja 9 viliuzwa Bwana Saidi, nilikuwepo, nilishiriki. Ambao ulishiriki mwenyewe? Nilishiriki, niliona. Okay. Na hizo dokumenti wakapatiwa wanunuaji.